Licha ya miaka mingi kutokuwa na imani na Uturuki, sasa nchi za Umoja wa Ulaya zinaigeukia Uturuki baada ya kuona kwamba zinatengwa na Marekani. Umoja wa Ulaya unakabiliwa na hatua za kusawazisha uhusiano wake na Uturuki katika jitihada zake za kujiondoa kutegemea Marekani na kuongeza uungwaji mkono kwa Ukraine. Hata hivyo, Umoja wa Ulaya wamekuja kutambua kuwa Uturuki ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa na urafiki na mataifa kama vile Urusi, na hivyo ikiwa hawatakuwa sambamba na taifa hili la Ulaya, ni wazi nchi hizo za Umoja wa Ulaya wataweza kupoteza nchi nyingi katika mahusiano ambazo pia ni sehemu katika Ulaya. Lakini huku maandamano makubwa yakiendelea nchini Uturuki, wataalamu wa Umoja wa Ulaya wanasema kwamba EU inashikilia kati maadili yake na maslahi yake muhimu. Umoja wa Ulaya na hali uhusiano wa Uturuki kwa muda mrefu imeorodheshwa chini ya kitengo cha ni ngumu. Ankara inasalia katika kutafutiwa namna juu ya kuwa mgombea wanachama wa Umoja wa Ulaya, na kama washirika wa NATO, mataifa mengi ya EU na Uturuki wameahidi kulinda kila mmoja katika kesi ya mashambulizi. Uturuki hata hivyo iliwahi kueleza mataifa ya Umoja wa Ulaya kwamba itakuwa tayari kushirikiana na umoja huu wa Ulaya, na ndio nchi pekee ambayo itaweza kuongoza Umoja wa Ulaya ukaenda katika hali ambayo matarajio na matumaini ya watu wa Ulaya wanahitaji. Katika miaka hivi karibuni, umoja huo wa Ulaya umemshutumu Rais Erdogan kwa kusimamia mmomonyoko wa demokrasia na kusababisha kusimama kwa ombi la wanachama wa Uturuki. Lakini wiki hii Brussels inaonekana kupunguza ukosoaji wake kwa kile ambacho Amnesty inachokiita nguvu zisizo za lazima na zisizo na ubaguzi za vikosi vya usalama dhidi ya waandamanaji wa amani nchini Uturuki, baada ya mpinzani mkuu wa Erdogan kukamatwa kwa tuhuma za ufisadi wa kisiasa. Hata hivyo, hilo linawezekana kwa sababu kwa Ulaya muktadha umekuwa mgumu zaidi kuliko hapo awali, kwamba inakanyaga kwa uangalifu, wakati rais wa Uturuki akisema maandamano yaliyoenea ambayo ni pamoja na mapigano na polisi ni harakati za vurugu. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imetaja kufungwa kwa meya wa Istanbul Ekrem İmamoğlu na wengine wengi kama mashambulio makubwa dhidi ya demokrasia. Hata hivyo, licha ya hayo, bado wanaihitaji Uturuki ambayo ni moja kati ya mataifa yaliyotengwa na Ulaya. Mwanadiplomasia mkuu anayemaliza muda wake wa Ujerumani wakati huo alionya kwamba wapinzani wa kisiasa sio wa jela au mahakama. Lakini huko Brussels, mtendaji mkuu wa EU anachagua maeneo yake kwa uangalifu. Kukamatwa kwa meya Ekrem İmamoğlu na waandamanaji wengine kunazua maswali kuhusu kufuata kwa Uturuki mila yake ya demokrasia. Msemaji wa tume ya Umoja wa Ulaya Guillaume Mercier aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu, Uturuki lazima ifuate maadili ya kidemokrasia, aliongeza. Hata hivyo, alipoulizwa ikiwa umoja huo utaghairi au kuchelewesha mazungumzo ya ushirikiano wa kisiasa uliopangwa na maafisa wa Uturuki mwezi ujao, Mercier alikataa kubahatisha. Kuna kitu cha tofauti kati ya uzito wa kile kinachoendelea Uturuki na uzito wa athari za Ulaya. Jean Marcu, profesa aliyebobea katika uhusiano wa Umoja wa Ulaya na Uturuki katika chuo cha Grenoble, aliambia shirika la habari la DW. Washirika wa Ulaya walichukua muda kujibu, mwanadiplomasia huyo wa zamani wa Ufaransa aliongeza. Mtazamaji wa The World News, kimsingi nchi za Ulaya bado zinahitaji Uturuki kwa namna moja ama nyingine, licha ya kwamba zilikuwa hazitaki kuipa wanachama nchi hiyo. Lakini katika kipindi ambacho zimetengwa na Marekani, sasa wanarudi upya kuitaka Uturuki iwe mwanachama. Basi tuone kama wataikubalia moja kwa moja kuwa mwanachama baada ya kuona hali imekuwa ngumu baada ya bwana Donald Trump kuamua kuachana na watu wa Ulaya kutokana na kile alichokisema kwamba hao ni faida yao. Endelea kuwa nasi mtazamaji. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.